Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Niko mbele yenu siku ya leo kwa ajili ya kutoa historia yangu fupi ya maisha yangu mpaka kufika hapa leo. Kwa majina, mimi naitwa Happiness Timothy Nkwera. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya Immaculata Nkwera. Nimelelewa na familia ya Timothy Nkwera kutoka katika utoto wangu mpaka hatua niliyofika. Nimezaliwa katika kijiji cha Lifuma iliyopo katika wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe. Kwa asili mimi ni Mkisi, uwazi wa Nyasa. Namshukuru Mungu niliweza kufanikiwa katika safari yangu ya maisha kimasomo na kuanza elimu yangu ya msingi katika shule ya msingi Uwanja wa Ndege iliyopo mkoa wa Dar es Salaam, ambapo nilifanikiwa kumaliza na kuhitimu masomo yangu. Lakini pia namshukuru Mungu niliweza kufanya vizuri na kuelekea katika shule ya sekondari iliyopo wilaya Temeke, shule ya sekondari Kibasila. Nikasoma kwa miaka 4, nikafanikiwa kuhitimu salama na nikafanikiwa kuenda kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari Usangidei iliyopo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga. Namshukuru Mungu nilifanikiwa na kupata wastani mzuri wa kuingia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikaweza kusomea Bachelor of Commerce in Accounting. Namshukuru Mungu nilihitimu masomo yangu kwa wakati na nikafanikiwa pia katika ngazi za maisha kuweza kufanya kazi kwa baadhi ya taasisi ambazo nimekuwa nikifanya. Lakini mpaka sasa hivi ninafanya kazi katika taasisi ya Panda Miti Kibiashara yuko mkoa wa Iringa kama mhasibu. Namshukuru sana Mungu kwa hiyo, kwa sababu hatua zangu zote zimekuwa za kimafanikio. Ni kwa sababu ya support ya familia ambayo nimekuwa nayo tangia nikiwa mtoto, kupitia hatua zangu zote za ukuaji hata hapa nilipofika. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Mnamo mwaka 2020 nikiwa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hapo Mlimani, nilikuwa na harakati zangu tu za kiimani wakati napokea first year. Ni kitu cha ajabu sana, nilikutana na mwenzangu. Hatukuwa tunafahamiana. By the way, mwenzangu yeye alikuwa kidogo ameshamalizaga chuo miaka mingi kidogo iliyopita. Mimi nikiwa mwaka wa 2 naingia wa 3, yeye akawa amehitimu miaka 3 nyuma yangu, 2017. Alikuja tu kwa ajili ya kushughulikia mambo yake fulani pale chuoni, lakini katika pitapita zile za hapa na pale tukajikuta tumekutana katika mazingira ya kusalimiana tu wakati tunapokea first year. Sasa kutokana na mwenzangu ana mwili mdogo nikajikuta nimemkaribisha kama mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, kumbe alikuwa ni mkubwa hata kuliko mimi. Nikamkaribisha naye kwa unyenyekevu, akawa na usikivu. Nikampatia kipeperushi cha kujiunga na Kasfeta, akakipokea kama watu wengine wanavyokipokea, akanisikiliza hoja zangu. Lakini kupitia kile kipeperushi akaona huyu mtu mbona ni kama ananivutia. Sikuweza kunotice kwa huo muda, lakini alichokifanya akaniambia tu, sasa dada, maelezo yako nimeelewa na natamani nijiunge na iko chama chenu cha dini. Alichokifanya akaniomba namba ya simu ili wakati anapotaka kufika sasa katika fellowship yetu awe na wasiliana moja kwa moja na mimi ambaye nimempa tangazo hilo. Basi na mimi sikusita, kwa sababu nilikuwa katika kampeni zangu za imani, nikampatia namba ya simu. Hakunitafuta. 2020 ilipita, 2021 wakati namaliza masomo yangu ya chuo kikuu nikiwa mwaka wa 3 pale UDSM, alinitafuta kama kunicheki tu, vipi hali yako, unanikumbuka siku fulani. Nikawa nimeshasahau, lakini akaendelea kunikumbusha tu, at least nikumbuke hata ile sura yake, kwa sababu nilikuwa na watu wengi pia. Sikutaka sana kuwaza, kwa sababu watu wengi kipindi hicho walikuwa na ile kujaribu. Wakaka ni wengi wanasumbua,
lakini akanikumbusha kweli, akanikumbusha mimi nikawa tayari nimeshamsahau katika mazingira yangu. Nakumbuka mwaka 2022 miezi ya kiangazi hapo alinitafuta kwa simu, sasa kuwasiliana, kunieleza inawezekana sielewi kwa nini ananitafuta mara kwa mara, lakini akaja akanieleza lengo lake. Sikulichukulia maanani kwa sababu sikuwa interested kwa wakati huo na sikuwa na utayari, kwa sababu nilikuwa nimeanza kazi, yani bado mazingira ya jamii kwangu ilikuwa ni mageni. Nataka kujifunza mambo mengi, kwanza nifanye kazi nione nawezaje kuishi kimaisha yangu binafsi. Lakini sikumjibu vibaya, akaondoka na ile picha kwamba huyu yuko tayari kwa sasa. Tukakaa 2022 ananifuatilia, lakini tukafika mwaka 2023 alivyoona sasa sieleweki kabisa, aliamua kuwa mtulivu. Akaendelea na mambo yake binafsi na mimi nikaendelea na mambo yangu ya kikazi, na hamia hapa nafanya pale. Tukaja tukakutana tena mwaka 2024 nikiwa nimekuja kwenye ratiba zangu za kikazi Dar es Salaam, na nakumbuka akaniomba, nimesikia umekuja Dar es Salaam naweza kuzungumza na wewe. Tukakutana tena, nikasema kaka niking'ang'anizi, kwa nini tunakuwa mara kwa mara anahitaji kuonana na mimi? Kwa hiyo ikabidi wakati huo nimpe nafasi, kamsikiliza. Lengo lake ni lile lile ambalo aliniambia tangia 2022, lile hakuwa amekata tamaa na mimi. Basi nikaona kwa juhudi zake na kwa wakati huo, kwa sababu nilikuwa najiona niko tayari kuwa mke, nikafikiria mara moja mara mbili, then nikaona hata hivyo nasubiri nini, muda umefika. Basi nikaona nimpe nafasi. Namshukuru Mungu, kitendo cha kumpa nafasi yeye akachukua hatua moja kwa moja, akaja nyumbani, wazazi wakampokea, akawa na utayari wa kutoa posa na taratibu nyingine za kifamilia. Namshukuru Mungu hata leo hii nafika, tuko hapa mbeleni kumshukuru Mungu kwa wale hata mambo ambayo ameyatenda. Tunaenda kuwa mke na mume siku chache zijazo. Namshukuru Mungu kwa kweli kwa hilo. Mungu awabariki sana. Naahidi kumpenda, naahidi kuwa naye katika nyakati zote, kutokana na uvumilivu ambao amenionyesha pia anaweza kuwa baba bora wa familia yangu, anaweza kuwa mume bora kwenye maisha yangu. Sitamwangusha. Naamini tutakuwa tuna familia njema. Kwa kubariki sana. Shukrani za pekee ningependa kwanza ziwaendee familia yangu, familia ya Timothy Nkwera. Kwa kwanza ni mzazi wangu, mama yangu. Mimi nimelelewa na upande mmoja wa familia. Namshukuru Mungu kwa kunizaa na kunileta duniani, lakini pia niwashukuru sana familia ya Timothy Nkwera ambao hata leo hii natumia ubini wao kwa kunipokea, kwa kunilea kama binti yao. Hasa ni wote, lakini hasa niwataje familia ambazo nimekuwa nao nikiishi nao kwa ukaribu sana toka kusoma kwangu, malezi yangu ya utoto, ya ubinti, hata kufikia leo hii naagwa, ni kwa sababu yao. Niwashukuru sana familia ya marehemu Galusi Haule, kwa sasa hivi nasimamiwa na Angela Nkwera. Mungu akubariki sana bibi yangu kwa kunilea. Na kushukuru sana pia familia ya Ephraim Matemu, ilinipokea na haikusita kunipa support pale ambako nilikuwa nahitaji kama binti, malezi yale yaliyostahili. Kwa kweli nyinyi ni wazazi wa pekee sana kwangu. Na washukuru mno kwa moyo wenu wa dhati kwangu. Hamkuchoka kunipa support yenu hata pale ambako mliona mmeishiwa au mmebanwa na majukumu ya familia yenu. Bado mlinipenda. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana Mama Natalia. Kwa kweli sijui nikuelezee vipi, lakini Mungu akubariki sana. Hautapungukiwa. Watoto wako waendelee kuwa baraka. Mungu awazidishie, uzidishiwe na vingi, na Mungu aendelee kukuweka sana kwa ajili ya wengine. Nina imani umetusaidia sisi, umenisaidia mimi. Upendo huo nionyesha, nimejifunza kwako, lakini pia nitajipeleka na kwa wengine. Mungu akubariki. Nimshukuru tena pia familia ya marehemu Raymond Nkwera kwa moyo wake wa pekee, jinsi ambavyo amekuwa akitukutanisha sisi kama ndugu na kutupenda na kutuhudumia. Amekuwa akitushauri, amekuwa akitulea.
Wengine sisi ametulea kama watoto pia, amekuwa kituonya, lakini hata pale alipoondoka bado msaada wake tuliendelea kuona kupitia mke wake ambaye pia alimwacha, Mama Rogers. Mungu akubariki sana kwa upendo wako, kwa kutupokea na kutulea. Kwa kweli sina lingine la kusema zaidi ya kuwapenda nyinyi watu. Mmetupenda sana sisi ambao tumekuwa na changamoto ya upande wa wazazi wa kiume, lakini Mungu awabariki, kwa kweli mmekuwa mama zangu kwa dhati kabisa. Nimshukuru pia babu yangu Benedicto Mkwera kwa jinsi ambavyo amekuwa akilisimamia jambo langu tangu linaanza mpaka hata sasa. Amekuwa ni support kubwa, amechukua majukumu ya ubaba, amechukua majukumu ya ujomba, amechukua majukumu ya kila kitu kuhakikisha hata ili jambo linafanikiwa leo hii. Amehakikisha pale ambako kulikuwa kuna changamoto ameiweka sawa hata tunafikia siku ya leo. Kwa kweli Mungu akubariki sana wewe na familia yako. Kwa ujumla nishukuru familia ya Marabuku. Mungu awabariki sana. Kwa kweli mimi ni zao la Marabuku na nyinyi ni watu wa muhimu sana kwangu. Kwa kweli upendo wenu nitaukumbuka na nitauenzi daima. Ila pia ni kipekee nipende kumshukuru sana mume wangu pamoja na familia yake. Kwa muda mfupi sana ambao tumefahamiana, wameonyesha kunipenda, wameonyesha kunijali, wameonyesha kunikaribisha, wameonyesha pia kunipokea kama mtoto wao. Naamini na ninaahidi kuwa binti bora katika familia yao, nitakuwa mama bora kwa familia yangu, nitakuwa pia mkwe mwema. Mungu awabariki sana kwa moyo wenu na tubarikiwe sote. Amen. Niwashukuru pia wanakamati, kwa kweli mmefanya mambo mazuri tangia jambo hili linaanza. Mmelipokea, mmelibeba kwa sababu mlinichukulia kwanza kama binti yenu, mkaamua mlibebe hili swala katika mazingira ambayo yote ambayo tumepitia hata kufikia siku ya leo. Kwa kweli nyinyi ni watu wa muhimu sana. Ninawashukuru sana. Nitakuwa mchoyo wa fadhila sana kama nisiposema na nyinyi na kuwaambia asante. Kwa kweli Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa mioyo yenu kujitoa kwa muda mfupi ambao tumeandaa shughuli, lakini mliacha kila kitu, mlihudhuria vikao, mkaweka mipango, mkahakikisha ili siku inafanikiwa. Kwa kweli kila mtu amefurahi na mimi nafurahi sana, na nitahakikisha haya mlionifundisha ninayaishi katika maisha yangu yote. Mungu awabariki.